بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1444, kama ilivyo tuliahidi kuwa baada dhuhri biidhnillah ta'ala darasa zote za mwezi wa Ramadhani itakuwa ni silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hizi darasa zaendelea hata nje ya mwezi wa Ramadhani, kwa ni muendelezo wa zile darasa ambazo tayari tulikuwa tumeanza, isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani itakuwa ni kila siku. Tulimalizia katika kikao cha mwisho tulichokaa, ambapo tunaendelea kuzungumzia familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatujafikia katika kumzungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia kuzaliwa kwake, kwa bado tuzungumzia familia yake, na haswa tulifikia kumzungumzia babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdul Muttalib. Tukaeleza kuwa katika maisha ya Abdul Muttalib ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna matukio muhimu makubwa mawili yalitokea. La kwanza ambalo tulizungumzia katika kikao kilichopita ni tukio la kuchimba kisima cha Zamzam baada ya kuwa kilikuwa kimefichika. Hilo tukio tukalieleza, tukamalizana nalo. Na tukio la pili ambalo leo biidhnillah ta'ala tutalizungumzia, hadithul fil, ni kisa maarufu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja katika kitabu chake, bali kateremsha sura nzima inayojulikana kama suratul fil. Akaeleza kwa kifupi ili tukio la jeshi lililokuja kwa ajili ya kuivunja al-Kaaba, wakiwemo katika jeshi hilo ndovu. Hadithul fil hadithun adhim, tukio hili la ndovu linajulikana kama tukio la ndovu ni tukio kubwa mno. Lam yahduth mithluhu fi tarikh al-arab, hakujawahi kutokea mfano wa tukio hili katika tarikhi ya Waarabu. Wa kana dalilan ala dhuhuri hadithin akbar, bali ilikuwa ni kama utangulizi wa kuwa kuna jambo kubwa zaidi litakalotokea mbele yake. Nalo ni tukio la kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika tukio hili ni dalili ala anna Allah ta'ala yuridu bil arabi khairan, alikuwa awatakia Waarabu Quraish khairi kwa kutumiliza mtume wake mbora kati ya wao. Na hii al-Kaaba kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kudhihirisha kwa kupitia tukio hili kuwa ni nyumba adhimu iliyotukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم
عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة. habari yake ile tukio ni kuwa bwana mmoja ajulikana kama Abraha al-Ashram ambaye alikuwa amewekwa kama kiongozi kule Yaman, lakini chini ya mfalme an-Najashi wa Ethiopia Habasha. Na tukitaja an-Najashi isiende akili kuwa huyu ndiye yule Najashi ambaye masahaba walifanya hijra wakaenda kwake. La, Najashi ni jina la mfalme anayetawala Habasha. Kwa huyo alikuwa wakati ule ndio yuko kama mtawala wa Habasha, na Yaman ikawa iko chini yake, sababu walikuwa na utawala mkubwa, wakatawala mpaka Yaman. Abraha alijenga kanisa kubwa sana Sanaa, ambao ndio mji mkuu wa Yaman. lam yura mithluha fi zamaniha bi shay'in min al-ardh, hapakuwa na mfano wa kanisa kama hili wakati huo katika hii ardhi. ili kanisa kaliita al-Qullais jina lake. thumma kataba ila an-Najashi, baada ya kulijenga akaandika barua kwa mfalme Najashi, yeye ni kama amiri wake, akamwandikia barua mfalme wake. katika barua ile akamwambia, inni qad banaytu laka ayyuha al-maliku kanisatan lam yubna mithluha li malikin kana qablak ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. amwambia mfalme wake, nimekujengea kanisa ewe mfalme, hajawahi mfalme yote kujengewa mfano wake, na mimi simalizi au sitokuwa na hisabu mmemaliza ili kanisa habari yake na ujenzi wake mpaka nihakikishe ile hija wa Arabu wanaokwenda kule kwenye al-Kaaba Makkah nitaigeuza niwalete watu wapi? Kwenye hili kanisa Sanaa Yaman. watu wote watakuja kuhiji hapa badala ya kule Makkah. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي، وهرابوا ilipoenea baina yao habari ya ile barua iliyoandikwa na Abraha kwa Najashi, sami'a rajulun min Kinanata fa'azza alayhi al-amr. bwana mmoja mwarabu kule kabila la Kinana yuko Yaman akasikia hizo habari. Huyu bwana hilo jambo likawa nzito sana kwake yeye, kamtia dhiki. na huyu alikuwa ni katika wale wa Arabu wakiipenda sana al-Kaaba, wakiipenda sana al-Kaaba iliko wapi? Makkah. na hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelijalia katika nyoyo za watu, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, nyoyo za wale waumini huipenda ile nyumba kwa dua ya nani? ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. so Ibrahim amemwomba Allah akasema faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. na ndio maana leo kuna baadhi ya watu hulaumu, usicheke, lakini mbona nyinyi mwaipenda sana Saudia? Kwa sababu ya hii dua ya Ibrahim. Tufanyeje sasa? Kama wewe uipendi basi haumo katika hii dua. si kule ndio iliko Makkah na Madina? kule ndio iko Makkah, na Ibrahim ameomba faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, akaomba watu waipende ile nyumba. Hasa kama wewe huipendi, shauri yako, sisi tuipenda kwa sababu ya ile nyumba na dua ya Ibrahim nitupata. sasa kama wewe huipendi, maana yake wewe umekosa, umekula huu. usilazimishe watu wachukie mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amepatukuza, yatosheleza hiyo.
kwa huyu bwana kusikia hizo habari, na wao Waarabu walikuwa wakiona hii nyumba hakuna mfano wake, yani al-Kaaba sasa imejengwa na Ibrahim alayhi salam na Ismail. Fakharaja hatta ata al-kanisa, Mwarabu akakasirika, akaja mpaka kwenye lile kanisa usiku. Fadakhalaha laylan, kisha akaingia usiku, hakuna mtu pale. Falattaha qiblataha bil'adhrati, kisha akaenda akafanya haja yake pale ndani. Kwa ufupi akabwaga kinyesi kizito mle ndani kule, parakiza kila mahali pale, pakanuka kweli kweli, kusudi kwa hasira. Juzi msikia jamaa fitna za maandamano wasema wakituzuia tutachuchumaa sasa hivi hapo sote tuanze kubwaga kinyesi hapo kama watu 100,000 hivi, Nairobi itatembeleka kweli? Kweli haitembeleki. Nyinyi tena na hasira afu mbwage vinyesi kila mahali, si kazi hiyo. Sasa huyu akaenda ndani ya ile kanisa, ule bwana asema ataka Waarabu wote waje wahiji pale. Anambia ngoja, Sanaani Maghrum ana hasira, akaingia msikitini pale kwa kanisa lile, akaenda kwenye kibla chake pale, akabwaga mzigo, akalichafua lile kanisa. Kisa na maana huyu aipiga vita nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajatosheka, akaona bado msijaichafua vizuri nyumba ili kanisa, msijalichafua vizuri. Wajamaa jiyafan faalqaha fiha, akaenda akatafuta mizoga intupwa ya wanyama waliokufa wale, akaikusanya akaja akaituplia ndani pale mbali. Jamaa wakija asubuhi, kanisa lanuka kweli kweli, harufu mbaya ya mizoga na kinyesi. Faghadiba inda dhalika Abraha, angalia, hii ndio ikawa sababu akakasirika sana kwa hiki kitendo. Wa halafa, kisha akaapa, la yasiranna ila albayt hatta yahdimahu, sema wallahi mimi natoka Sanaa na jeshi nenda kuivunja al-Kaaba, kwa ajili ya hiki kitendo nenda kuivunja al-Kaaba. Thumma sara bijayshin adhim, katoka na jeshi kubwa sana. Wa kharaja bi 9 filatin au 13 filan, kisha katoka na ndovu 9 mpaka 13. Wakhtara li nafsihi filan min akbar alfiyala, kisha yeye akajichagulia ndovu. Wale ndovu walikuwa wamewazoesha kwenda vitani, akamchagua yule mkubwa, yeye ndio akawa juu yake. Wakana ismuhu Mahmudan, yule ndovu ana jina aitwa Mahmud. Wasami'at bidhalika al-arab, Waarabu wakapata habari, bwana ankasirika, amekusanya jeshi aenda kuivunja al-Kaaba. Fanazala alayhim al-khabar kas-sa'iqa wa a'zamuhu, hizi habari zikawapiga kama radi. Vipi tumwacha yenda kuvunja nyumba ile ambao tuitukuza miaka yote? Warau jihadahu haqqan alayhim, wale Waarabu wakasema huyu kumpiga vita ni haki juu yetu, ni wajibu tumpige vita. Waliposikia kuwa sasa amefikia hadi yuridu an yahdima al-Kaaba, bait Allah al-haram, hata kuivunja al-Kaaba huyo. فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن, bwana mmoja akatoka ili kumfanyia upinzani miongoni mwa watu watukufu wa Yemen, waheshimiwa, na katika wafalme wa Yemen. Yuqalu lahu Dhu Nafar, na huwa na kisa muhimu sana kitakuja huko mbele. Mfalme wa Dhu Nafar فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة. huyo akawaambia jamaa zake mwanzo, tutokeni twende tukamzuie huyo, tukampige vita. Na wengineo katika makabila mbalimbali ya Waarabu waliokubaliana yeye wakaungana, wakaunda jeshi Yemen, wakaunda jeshi ili kumpiga vita asiweze kwenda kuivunja al-Kaaba.
thumma arada lahu faqatalahu, akaja kwa Abraha wakapigana vita, vikasimama wakiwa bado wako Yaman. Fahuzima dhu nafarin wa ashabuhu, lakini kwa kuwa jeshi la Abraha lilikuwa kubwa mno, huyu bwana alishindwa katika vile vita. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, akashindwa katika vile vita. Kisha akachukuliwa dhu nafar, akapelekwa akiwa ni matekwa mbele ya mfalme au mbele ya Abraha. Falamma arada Abrahatu qatlahu qala lahu dhu nafara, alipotaka kumuua Abraha, alipotaka kumuua huyu bwana akamwambia, ayuha almalik la taqtulni fa innahu asa an yakuna baqa'i ma'aka khayran laka min qatli, usiniue, huenda kubakia kwangu na wewe ni bora kuliko mimi kuniua, niwache tu nitakuwa na wewe. Fatarakahu min alqatl wa habasahu 'indahu fi withaq, akamwacha lakini akamfunga, akawa ile safari yake ya kuelekea Makka yuko na yeye, ampeleka kama mtumwa. Thumma madha Abrahatu ala wajhi dhalika yuridu ma kharaja lahu, Abraha akaanza kuendelea na safari yake, kile alichokusudia lazima akitekeleze, aenda kuivunja al-Kaaba. Hatta idha kana bi ardi Khath'am arada lahu Nufail ibn Habib al-Khath'ami, alipofika ardhi ya Khath'am akatokea huyu bwana Nufail ibn Habib akiwa na makabila mawili ya sehemu ile ya Khath'am, Shahran wa Nahish au Nahis. Wakatoka ili kumpiga vita Abraha. Faqatalahu fahazamahu Abraha, wakajaribu kumpiga vita lakini jeshi hawakuliweza, wakashindwa pia wao. Pia Nufail akachukuliwa kama mtumwa, na yeye alikuwa ni kiongozi wa makabila yao. Alipotaka kumuua yeye pia akatoa sababu, ayuhal maliku la taqtulni fa inni daliluka bi ardi al-arab, usiniue mimi nitakuelekeza njia, nitakuelekeza huko endako, maana yake hakujui njia, mimi naijua njia, nitakuelekeza. Akamchukua akamfunga, kisha akaona yuwafaa katika kazi yake, basi twende, akamwachilia twende awe katika jeshi lake ampeleke. Na wale waliokuwa na yeye pia wakaungana na jeshi lake, wakaelekea Makka. حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب الثقفي في رجال من ثقيف. alipofika Taif, wapitia Taif sasa, akatoka Mas'ud ibn Mu'attib al-Thaqafi akiwa na wenzake watu wa Thaqif. فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون. alipoona ile jeshi, sisi kwako kama watumwa bwana, tukusikiliza tukutii, wasemaje? Laysa indana laka khilafa, tuna matatizo na wewe kabisa, haina haja ya vita wala nini. Walaysa baytuna hadha albayt alladhi turidu yaanuna allat, na sisi kweli tuna nyumba yetu hapa tufanye ibada, ambao walikuwa kimwabudu allat, yule afara'aytumul lata wal uzza. Watu wa Thaqif walikuwa kimwabudu lat, waambia hii sio ile unaotaka huko Makka, hii yetu hata watu hawaji, sisi tu, yani sanamu nao wanaliabudu. Qala inma turidu albayt alladhi bimakkah, wewe unayokusudia nyumba iko wapi? Makka, Kaaba. Wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka alayhi, na sisi tutakupa watu watakuongoza, watakuelekeza mpaka huko kwenye Kaaba, taka watu ndanao watakuelekeza. Fatajawaza anhum, kwa kuwa wamekubali hivyo akawasamehe, kapita. Fab'athu ma'ahu rajulan huwa Abu Righal yadulluhu 'ala at-tariq ila Makkah, wakampa mtu ajulikana kama Abu Righal aende awapeleke Makkah. Fakharaja Abrahatu wa ma'ahu ad-dalil
hatta anzalahu al-Mughammas. Katoka Abraha akiwa ongozwa na huyu bwana mpaka kafikia sehemu inaitwa al-Mughammas ambayo iko karibu na Makkah. وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعم الناس. أبرهة alipofika hii sehemu akatulia pale, kisha mwanzo akaamrisha jeshi lake, nendeni kila mtakayemuona katika wanyama, ngamia, mbuzi, kondoo wa hawa Waarabu wanaoishi Maka, wachukueni, bebeni, wapokonyeni. فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له. akamtuma huyu bwana kutoka Habasha katika jeshi lake, al-Aswad ibn Maqsud, aende na jeshi la farasi hatta intahat ila Makkah. Le jeshi likafika mpaka Makkah. fasaqa ilayhi amwala Quraish wa ghayrihim, kawachukulia mali za Quraish na mali za wengineo katika Waarabu waliokuwa karibu na Makkah, wakazibeba. فأصاب 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. katika zile mali walizozibeba kukawa kuna ngamia 200 wa babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib ibn Hashim, wakawachukua wale ngamia. wa huwa yawmaidhin kabiru Quraish wa sayyiduha, na wakati huo yeye ndiye alikuwa mkubwa wa Quraish, ndio bwana anayesikilizwa katika kabila la Quraish. fahammat Quraish wa Kinanatu wa Hudhail wa man kana bidhalika alharam biqitalihi. Quraish wakasimama, kabila la Kinana, Hudhail, tusimameni tumpige vita huyu bwana. Kwa nini aje hapa atufanye hivi, atudhulumu kisha avunje al-Kaaba? thumma arafu annahum la taqata lahum bihi fataraku dhalika. Waliposikia habari ile jeshi wakajua hapa hatuwezi sisi, hata tukapigana vipi? Jeshi lake kubwa, wana nguvu kuliko sisi, wana silaha kuliko sisi, bwana tuachane nao. Wakawaacha. hapa sasa ba'atha Abrahatu Hunatata al-Himyari ila Makkah, kamtuma huyu bwana aende Makkah. وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفه. kabla sijaingia Makkah, nenda kaulizie nani bwana mkubwa anayesikilizwa katika kabila la hawa watu pale Makkah. thumma qul lahu inna al-malika yaqulu laka inni lam ati li harbikum inma ji'tu li hadmi hadha al-bayt. Ukimuona mwambie mimi sikuja kwa ajili ya vita, bimaana hata wakitaka vita naweza, nitawapiga vita, nitawamaliza, lakini mimi sina haja ya hilo. Malengo yangu nimekuja kuivunja hiyo nyumba, yani al-Kaaba. fa in lam ta'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Ikiwa hamtanizuia mimi kwa hili ninalotaka kulifanya, basi mimi sina haja ya kumwaga damu yenu, nitavunja al-Kaaba niende zangu. فإن هو لم يرد حربي فأتني به. huyo bwana utakayemuona huko ikiwa hataki kunipiga vita, niletee, nataka kumuona, mwambie aje. فلما دخل حناطة مكة واجتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أبرهة. حناطة wakaenda kufika Makkah, akakutana na Abdul Muttalib, akampa habari ya kile alichoamrishwa kumfikishia na Abraha. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. والله sisi hatutaki kumpiga vita, hatuwezi, hatuna nguvu ya kuweza kusimama mbele ya jeshi lake, jeshi kubwa sana. hadha baitullah alharam. Sisi tuwaambia kitu kimoja, hii ni nyumba ya nani? Ya Allah, tena ina heshima kubwa sana, nyumba ya Allah. wa baitu khalilihi Ibrahim alayhi salam, na hii ni nyumba ya kipenzi chake Allah
Ibrahim alayhi salam fa in yamna'hu minhu fahuwa baytuhu wa haramuhu ikiwa Allah atamzuia asiweze kuifikia nyumba hii basi ni nyumba yake yeye ataihifadhi na ni sehemu tukufu ataihifadhi Allah subhanahu wa ta'ala wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu na ikiwa Allah atamwacha ivunje nyumba yake basi sisi tumzuie aivunje ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ataihifadhi nyumba yake ikiwa atamwacha aivunje basi ni yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala ametaka aivunje sisi hatumzuii faqala hunatatu fantaliq ma'i ilayhi basi twende akwambia ikiwa wewe huna vita naye atakaoende ukamuone fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib akaenda naye kwenda kuonana nani na Abraham wa ma'ahu ba'd banihi kiwa na baadhi ya watoto wake wakaenda hatta ata al-askara fasala an dhi nafar Abdul Muttalib tulitaja huko nyuma kuwa alikuwa ni mheshimiwa hata baina ya makabila mengine ya Waarabu na nchi mbalimbali za Waarabu sasa alikuwa ana maarifa ajuana na Dhi Nafar ambaye ni mfalme wa Yemen tumemtaja nimemwambia nitamtaja huko mwisho ambaye ni wa kwanza aliyempiga vita Abraha akashindwa akaambiwa huyu Dhi Nafar yuko katika hili jeshi ameshikwa sasa mnataka kumuona akaulizia wakana lahu sadiqan alikuwa rafiki yake ajuana na yeye hatta dakhala alayhi wa huwa fi mahbasihi akaingia akiwa amefungwa yule bwana faqala lahu ya dha nafar hal indaka min ghana'in fima nazala bina waweza kutufana chochote katika hili janga limetushukia wewe mfalme bwana فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيد ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا nitakusaidia nini hali ya kuwa nimefungwa nimetekwa katika vita chini ya mfalme ambaye aweza kuniua wakati wote asubuhi au jioni sina nguvu zozote siwezi kusaidia ma indi ghana'un fi shay'in mimma nazala bik wataka nikwambie ukweli siwezi kukusaidia na chochote sina uwezo wote nafungwa mwenyewe illa anna unaisan sa'iq al-fili sadiqun li lakini kuna bwana mmoja tu Unais ambaye yuko katika jeshi la hawa mabwana yeye ndiye anayewapeleka hawa ndovu yeye ndiye anayeongoza wale ndovu huyo ni sahibi yangu namjua wasaursilu ilayhi fausihi bika pamoja na kuenda kuonana na mfalme pale nitatuma salamu ili amuelezee vizuri yule mfalme kuhusu wewe akuheshimu si aingie kwa yule mfalme aanze kudharauliwa sababu hamjui yule mfalme qala wa u'dhimu alayhi haqqaka mtaifanya haki yako iwe kubwa mbele yake yani akuone ni mtu una sha'an na ni mtu wa kuheshimiwa si mtu wa kawaida واساله ان يستاذن لك على الملك kisha nitamwambia akuombee ruhusa uingie kwa mfalme ukiwa ni mtu mwenye kuheshimika zungumze kwa yule mfalme unachokitaka tukallimuhu ma badalak ويشفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك kisha akuombee shafaa ya khairi ikiwa ataweza hilo faqala hasbi tusheleze mwambie فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش akafikisha habari kwa yule bwana huyu Abdul Muttalib ndiye bwana mheshimiwa wa Quraysh wa sahibu iri Makkah ndiyo misafara yote ya biashara yeye ndiye anayesimamia ya watu wa Makkah yut'imu an-nasa bis-sahli wal-wuhusha fi ru'us al-jibal huyu bwana kwa ukarimu wake alisha watu wengi mpaka ndege juu ya majabali wala katika karamu zake وقد أصاب له الملك 200 بعير na huyu mfalme
katika kile walichokichukua wamemchukulia ngamia wake 200 fasta'dhin lahu alayhi wanfa'ahu 'indahu bima istata'ta basi wewe muombe idhni uko ndani kisha kwa kile unachoweza kumfaa nacho mfae nacho. Abdul Muttalib akachukuliwa na huyu bwana fafa'ala Unais وأذن أبرهة لعبد المطلب بالدخول عليه. أبرهة كتوروسا مليتي تاكمون وعبد المطلب. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. عبد المطلب كسورة yake alikuwa na sura nzuri sana, ukimwona na haiba. Mtu wasimu nyuma asema handsome, sio? Alikuwa hivyo, na alikuwa mkubwa mrefu. فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه. وكمونا أبرهة akamheshimu sana, akajua huyu ni mtu adhim, mtu mkubwa huyu. Wa akramahu an an yujlisahu tahtahu, bali akamtukuza kiasi cha kuwa hakumweka akae chini, yeye awe juu. Wakariha an tarahu alhabashatu yajlisu ma'ahu ala sariri mulki, na huku akachukia wale wahabeshi waliokuwa na wao wamuone yuwakana yeye juu juu. Fanazala abrahatu an saririhi, yule Abraha akashuka yeye kutoka katika kiti chake cha mfalme, yeye akashuka. Fajalasa ala bisati, kisha kuna busati pale chini, wakakaa chini. Wa ajlasahu ma'ahu alayhi ila jambihi, kisha akamweka Abdul Muttalib ubavuni mwake. ثم قال لترجمانه قل له حاجتك, kisha yule mkalimani, sababu yeye alikuwa hajui Kiarabu, akamwambia mwambie ataka nini kwangu nimfanyie. فقال له ذلك الترجمان او الترجمان, yule mwenye kufanya mkalimani yule akamwambia, فقال حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي, mimi ninachokitaka anregeshee mimi ngamia wangu 200 ambao wamewachukua, ni mali yangu ile, anregeshee. Falamma qala lahu dhalika, alipomwambia maneno haya, qala abrahatu litarjumanihi qul lahu, Abraha akamwambia yule mkalimani, mwambie qad kunta a'jabtani hina ra'aytuka, mimi nilipokuona ulinifurahisha, siliona mtu wa maana wewe, nikakuheshimu mpaka nikakaa chini. Thumma qad zahidtu fika hina kallamtani, lakini ulipozungumza nikakuona huna maana. Atukallimuni fi 200 ba'irin asabtuha laka wa tatruku baytan huwa dinuka wa dinu abaika, wewe nizungumzia mimi kuhusu ngamia 200 wako nimewachukua, hautaji nyumba ambayo ni nyumba yenu mnaoitukuza, yani al-Kaaba, na nyumba ya babu zako walikuwa wakiitukuza na ibada mnazozifanya pale, dini yako waiacha, waniambia mimi kuhusu ngamia. Qad ji'tu li ahdimahu la tukallimuni fi, mimi nimekuja kuivunja al-Kaaba, hata hugusi maneno yako, utaji kabisa kuhusu al-Kaaba. Nsawa walikuwa waniambia nini? Basi hii nyumba yetu iwache, sisi tufanye ibada, ndio babu zetu walikuwa hapa, imejengwa na Ibrahim na Ismaili, ina heshima yake mbele ya Allah na nini. Nataka ngamia 200, nipe mwenyewe ngamia wangu basi. Faqala lahu Abdul Muttalib akamwambia, inni ana rabbul ibil, mimi ndiyo mwenye ngamia. Wa inna lilbayti rabban sayamna'uhu, na ile nyumba unayoona ile ina mwenyewe atailinda, mimi nitakangamia wangu tu, siwezi kukuzuia. Ndio maana mimi sikukutajia ile nyumba, so mimi wangu ngamia, ile nyumba ina mwenyewe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala abrahatu ma kana liyamtani'a minni, qala anta wa dhak, so mwenye nyumba ile hawezi kunizuia mimi nisiweze kuivunja. Abdul Muttalib akamwambia, nenda kaivunje ile pale.
فأمر أبرهة أن يرد إبل عبد المطلب إليه. أبرهة كسمه mpeni ngamia wake 200 mrejesheni. فلما قبضها قلدها النعال وأشعرها وجعلها هديا. alipompa Abdul Muttalib akaamrisha wale ngamia wote watiwe alama ya kuwa hawa ni wa kuchinjwa kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Kaaba. Walikuwa wakifanya ibada tangu wakati huo, pamoja na shirki walikuwa nayo, kama vile watu wachinja udhiya vile. Basi akajitolea hawa wote hawa wachinjwe sadaqa na watoa lillah, wagawanywe kwa watu wa Makkah. وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم. kisha baada ya kuwatia alama si sadaka wale, akawaatilia wale ngamia waende zao kila mmoja kivyake, mwisho utachinjwa wa haram, sio? Sasa walikuwa wakiheshimu sana mnyama ambaye amewekwa alama kuwa atachinjwa kwa ajili ya Allah. Fahamu? Kwa mfano ngamia atachinjwa kwa ajili ya haji, walikuwa haumgusi, sababu wajua hii ni sadaka na hii sasa ni mali ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukigusa hii mali yaweza kuwa ni sababu ya wewe kuangamizwa na Allah. Kwa Abdul Muttalib kusudi baada ya kuwatia alama wale wanyama kuwa atawachinja kwa ajili ya sadaka, akawaachilia pale Makkah kila mmoja atembee kivyake, ili afanye nini? Ili wale mabwana wawashike wawaue ama wawachinje, Allah wakasirikie awaadhibu kwa hilo. ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره. kisha Abdul Muttalib akaanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amnusuru katika hili tukio lilotokea. Wakati umesonga na bado sijafikia kumaliza, nitasimama hapa, kesho nitawamalizia pale tulipofikia insha Allah taala, sababu ishapita nafikiri saa 8 kamili ndio nasimama. Sasa hii baada ya dakika 2 sitaweza kumaliza. Kwa hivyo insha Allah wewe weka pause hapa tulipofika. Kesho insha Allah biidhnillah, au siku ya Jumaa, kesho ni Jumaa, siku ya Jumamosi insha Allah biidhnillah nitakuja kueleza kilichobakia katika hiki kisa na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza Abraha na jeshi lake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.